Kwa kiketi yako ya baraka, na Bwana kaweze kutukuka na kaweze kuinuliwa katika jina la Bwana. Daudi anasema ya kwamba mbingu zinatangaza sifa zake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hata mbingu huwa zinakubaliana na neno la Bwana, huwa zinatangaza ukuu wa Bwana, na kwa hivyo hata sisi tumekuja hapa kutangaza ukuu wa Bwana, na pia tusikie yale ambayo anataka tukaweze kuyasikia. Na kwa hivyo nimeokoka jioni ya leo. Yesu ni Bwana ndani yangu. Ninaendelea na kukimbia ile biu ama yale mashindano ambayo yamewekwa mbele yangu. Na kwa hivyo nashukuru Bwana kwa kunipa nafasi na kuweka neno ndani yangu, ambalo hili neno Mungu amenipatia ni neno langu pia na ni neno lako katika jina la Bwana. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo ni vizuri kumbuke ule mfano ambao Yesu alipatiana kuhusu yule mpasi ambaye alichukua mbegu zake. Kuna zile zilianguka kando kando ya barabara, kuna zile zilianguka kwa mawe, kuna zile hata ziliweza kuanguka kwa miba, na kuna zile zilianguka kwa mchanga wenye rutuba. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri uandae roho yako, maana roho yako ndio shamba la Bwana, ili neno la Bwana likaweze kuanguka mahali ambapo ni shamba limeandalika. Maana Bible inasema katika Isaia ya kwamba neno la Bwana ni kama mvua, kama vile mvua wakati inanyesha huwa hairudi bure. Bwana asifiwe sana. Huwa inasababisha vitu zikaweze kumea, huwa inasababisha mahali ambapo kulikuwa na kiangaza kukaweze kuwa na chakula ambacho kimemea. Huwa mvua ikinyesha, wale mifugo walikuwa kufe, inaleta uhai katika jina la Bwana. Huwa inasababisha zile vizima zilikuwa zimekauka zinaanza kutoa maji tena. Na Bible inasema neno la Bwana ni kama hilo, halitarudia Mungu vile ambavyo limekuja. Sema amen. Kwa hivyo neno la Bwana lazima litimize kusudi lake jioni ya leo katika jina la Bwana. Na kwa hivyo sikiza na utaweza kubarikiwa. So I want to talk about abiding in the vine. Ama nataka kuhubiri kuhusu kudumu katika mzabibu. Na tunaenda kusoma katika Yohana, mlango wake ni wa 15. Tutasoma mstari wa 1 mpaka ule wa 8 katika jina la Bwana. Na ninajua tutaweza kubarikiwa, na tukitoka hapa tutasema hakika Mungu amenena nasi katika jina la Bwana. Kumbuka ujumbe wangu nimeupatia kichwa abiding in the vine, ama kudumu katika mzabibu. Na kwa hivyo nataka tusome pale na tutaweza kubarikiwa. Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Tutaendelea hivyo mpaka mstari wa 8. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda Baba yangu hulikata, nalo kila tawi lizaalo hulisafisha ili lipate kuzaa matunda zaidi. Nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililonena nanyi. Mstari wa 4, kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa matunda lisipokaa ndani ya mzabibu, hivyo hivyo nanyi msipokaa ndani yangu hamwezi kuzaa matunda. Verse 5, mimi ni mzabibu nanyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake huyo huzaa sana, maana pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya jambo lolote. Mtu yeyote asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Matawi kama hayo hukusanywa na kutupwa motoni yakaweza kuteketea. Mstari mwingine, nyinyi mkikaa ndani yangu, maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa. Mstari wa 8, kwa hiyo Baba yangu hutukuzwa kwa vile mzaavyo matunda mengi, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Bwana asifiwe sana. Maandiko ambayo tumesoma ni maneno ambayo Yesu mwenyewe aliweza kuyanena. Maneno haya ni Yesu mwenyewe aliweza kuyanena. Na kwa hivyo tukirudi katika mstari wa 1, anasema yeye ndiye mzabibu wa kweli. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba kuna mizabibu ingine, kuna vitu zingine ambazo zinakaa kama mzabibu wa ukweli. Bwana asifiwe sana.
na Yesu aliweka mambo wazi, na Yesu alitangaza kinagaubaga ya kwamba hakuna mzabibu mwingine wa ukweli. Kwa hivyo anasema kwa njia nyingine, hiyo mizabibu ingine sio ya ukweli. Bwana asifiwe sana. Yeye amejitokeza akiwa mwana wa Mungu, akasema yeye peke yake ndiye mzabibu wa kweli. Alafu anasema ya kwamba baba yake ambaye ni Mungu ndiye mkulima, yeye ndiye hupalilia huo mzabibu. Alafu namba 3 anasema sisi believers, ama sisi watoto wake, ama sisi waumini, sisi ndio matawi. Kwa hivyo nataka tuandamane, kuna mzabibu pale ambaye Yesu Kristo ndiye mzabibu. Alafu kuna mkulima yule ambaye huwa anapalilia huo mzabibu, ambaye ni Baba wa mbinguni. Alafu katika huo mzabibu uko na matawi, maana mzabibu sasa ni kama mti, na kila mti ukiwa hai unakuwaga na matawi. Na kwa hivyo sisi ambao tumeokoka, sisi ambao ni waamini, sisi ambao tumekubali kumpokea Yesu Kristo na tukaweza kukiri na midomo yetu, Bible inasema sisi ni matawi. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo ni vizuri tuelewe ya kwamba Jesus is the source of life, ya kwamba Yesu ndiye kiini cha uhai. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo ndio ule mzabibu wakati uko pale, sisi ni matawi. Na kwa hivyo kama sisi ni matawi, tunatoa uhai wetu kutoka kwa mzabibu. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba kama tawi litakuwa hai, kama tawi litaweza kusurvive, kama tawi litaweza kuzaa matunda, Bwana asifiwe sana, lazima likuwe connected katika mzabibu. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo kazi yako kubwa na kazi yangu ni wewe uhakikisha uko connected na mahali uhai wako unatoka. Sema amen. Ni vizuri uhakikishe uko connected kwa mzabibu, maana ukiwa connected kwa mzabibu, hapo ndio unachota neema, hapo ndio unachota uhai. Bwana asifiwe sana. Hapo ndio unachota nguvu ya kuendelea na mashindano na safari yako. Kwa hivyo Yesu akasema ya kwamba tawi lisipokaa katika mzabibu huwa linakatwa, ama wakati halizai huwa linakatwa. Na kwa hivyo tunajifundisha ya kwamba Jesus is the source of life. Yesu ndio kiini. Azeria kisha amen. Yesu ndiye, Jesus is the source of life. Bwana asifiwe sana. Yeye ndiye chanzo cha uhai. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo ni vizuri ukaweze kujua ya kwamba wewe bila Yesu hauko hai. Nisalimieni katika jina la Bwana. Kwa hivyo wewe unatoa uhai kutoka kwa mzabibu. Na kwa hivyo ni vizuri ukae connected. Ni vizuri uwe unajipeleleza. Ni vizuri uwe unajiangalia. Ni vizuri uwe unajiexamine ama unajipima. Kama vile Paul aliambia wapendwa, examine yourself, uangalie kama uko kwa imani. Paulo aliambia wapendwa wengine wakaweza kujichunguza, wakaweza kujijaribu, wakaweza kujipima, wajue kama wako katika imani. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo wewe kama tai, ni vizuri unahakikisha uko connected kwa mzabibu. Maana tuko na watu kanisani walijiconnect kitambo, hawako connected. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wengi wanasema Yesu ni Bwana, lakini hawako connected. Kuna watu wengi hata wanahubiri, lakini hawako connected. Kuna watu wengi wanafikiria ya kwamba wanaenda mbinguni, lakini hawaendi, maana wamejiondoa kwa mzabibu. Bwana asifiwe sana. Ninaomba urudi kwa mzabibu katika jina la Bwana. Ninaomba Mungu akusaidie ukaweza kujipeleleza, uangalie kama uko connected kwa mzabibu. Maana tawi linatoaga uhai wake kwa mzabibu. Tawi likiondolewa litakauka na litanyauka, lakini mzabibu utaweza kuendelea. Na hata tunaweza angalia mfano wa mti wakati tulikuwa wadogo, tulikuwa tunaambiwa tukate hizo branches ama hizo matawi. Arabu zikikauka zinafanya kazi ya kutengeneza zizi la ng'ombe, ama zinafanyika kuni za kupika. Bwana asifiwe sana. Na hiyo tawi muradi wakati lilikuwa linakatwa, lilikuwa linaanza kukauka polepole. Bwana asifiwe sana. Lilikuwa linaanza kukauka polepole, na baada ya muda kidogo unaona limenyauka, majani haiko hai, na kwa hivyo linakuwa limekufa. Na kwa hivyo sasa halikuwa na kazi nyingine ila sasa kuchomwa likaweza kufanyika kuni. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo ni vizuri ukaweza kujiangalia
kama uko connected kwa mzabibu, maana uhai wako na mzabibu ndio unaachilia neema, ndio ukaweza kuendelea. The source of your life, amen, ni kutoka kwa mzabibu katika jina la Yesu. Kwa hivyo Yesu alisema ya kwamba he is a true vine, yeye ndiye mzabibu wa kweli. Na kwa hivyo nyakati hizi za mwisho ni vizuri uwe mwangalifu, ni vizuri ukaweza kuangalia sana, maana kuna watu wanajitokeza, kuna vitu zinajitokeza zinafanana na mizabibu. Na ndio Yesu wakati alijua hivyo alitangaza mzabibu wa kweli ni nani. Bwana asifiwe sana. Na yeye alisema yeye ndiye mzabibu wa kweli, na kama yeye ndiye mzabibu wa kweli, anasema pia Baba ako interested na mzabibu. Yeye ndiye huwa anapalilia ule mzabibu katika jina la Bwana. Na lile tawi likiwa katika ule mzabibu halina budi lazima likaweze kuzaa matunda, kwa sababu liko connected in the mighty name of the Lord. Kwa hivyo like a branch on a vine, believers must stay connected to Jesus to bear fruit. Like a branch on a vine, believers must stay connected to Jesus so that they may bear fruit. Ya kwamba kama tawi kwa mzabibu, waumini lazima wakae kama wameuganishwa na Yesu ndio wakaweze kuzaa matunda. Na kwa hivyo tuna watu kanisani hawazai matunda, tuna watu waliokoka miaka 20 hawazai matunda, tuna wamama wameokoka na wababa na hata na vijana hawana matunda. Sasa swali ni wako connected kwa mzabibu gani? Bwana asifiwe sana. Maana tunaambiwa tawi lolote ambalo liko connected kwa mzabibu wa ukweli, hiyo tawi linazaa matunda. Na kwa hivyo ni vizuri ujiangalie, kama uzalii Mungu matunda ni kumaanisha you are disconnected. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo usiambie mtu mwingine akuangalie, usiambie mtu mwingine akwambie, ni wewe ukaweza kujipima na ukaweza kujiangalia. Kama uzalii Mungu matunda ni kumaanisha umekatwa, na ukiendelea na hiyo mchezo ni kukauka, utakauka. Maana tumeona tawi likitolewa kwa mzabibu ni kukauka, huwa linakauka. Na kwa hivyo mimi ndiye mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. I am the true vine and my Father is the vine dresser. Kwa hivyo huwa mzabibu huwa unaangaliwa na Baba sana, na tunaona Baba wa mbinguni ndiye sasa Mungu ladha, na ndiye anaangalia huu mzabibu, anaupalilia. Bwana asifiwe sana. Ili ukaweze kukaa pale, anauangalia usikaweze kufamiwa. Na wakati mzabibu unaangaliwa ni kumaanisha hata yale matawi yako kwa ule mzabibu yako imara na yako salama katika jina la Bwana. Ni maombi yangu jioni ya leo utatamani kuwa connected kwa mzabibu, na utaendelea kutia bidii ukaweze kuwa connected in the mighty name of the Lord. Kwa hivyo like a branch on a vine, believers must stay connected to Jesus. Na kwa hivyo kama tawi ndani ya mzabibu, waumini lazima wakae kama wameunganishwa na Yesu ama wameshikamana ndio wakaweza kumzalia Mungu mazao. Kwa hivyo kuna watu ambao hawazai matunda na wanaleta hasara. Bwana asifiwe sana. Unajua hata wanyama wakati sasa unakuwa na kuku, kuna zile mawiki huwa zinafikisha, baada ya kusipatia growers mass huwa zinapatiwa layers. Amen. Zikifikia wiki kadhaa ama miezi kadhaa ndio sianze kutega mayai. Na kwa hivyo sasa ukiona kuku imefikisha wakati wake wa kuanza kutega mayai na unaipatia ile chakula layers mass na haiwezi kutaga mayai, ni kumaanisha sasa inaleta hasara. Bwana asifiwe sana. Na hivyo ndivyo ilivyo hata katika nyumba ya Bwana. Kuna watu wanaleta hasara kwa ufalme wa Bwana. Kuna watu wanasababisha kuwe na hasara kwa nyumba ya Bwana na kwa ufalme wa Bwana. Maana Mungu anawaangalia ili wakaweze kuzaa matunda, lakini hakuna kitu inaonekana. Na ndio unaona hata wakazi yetu walikuwa hapa duniani wakiwa na wanafunzi wake wakitembea. Kuna wakati aliweza kuona mti mkuyu mahali na akawa sasa na njaa, na yeye alitarajia katika ule mti wa mkuyu ataweza kupata matunda, na si alituma wanafunzi wake waende kuchuna matunda katika ule mkuyu. Lakini Bible inasema wakati walienda, walipanda huko juu akaangalia, ule mti ulikuwa na kijani kibichi lakini hakuna matunda iliweza kupatikana. Na Yesu akakasirika sana, kwa sababu kulingana na yeye ule mti ulikuwa unastahili kuwa na matunda, na kwa hivyo akaulaani.
Bwana asifiwe sana. Aliulaani huo mti, na wakirudi jioni ule mti ukawa umekauka. Ninaomba kabla ifike hiyo kiwango, Mungu akusaidie katika jina la Bwana. Umeitwa uzae matunda in the kingdom of God. Na ndio ukisoma katika Genesis chapter 1 na ule mstari wa 26, wakati Adam aliumbwa, Bible inasema Mungu alimbariki, akamwambia akambariki na akamwambia aende aongezeke na akaweze kuzaa. Bwana asifiwe. Na akaweze kutawala vitu vyote. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo hata yule mtu wa kwanza alibarikiwa na akaambiwa akaweza kuleta kizazi katika jina la Bwana. Nasi katika kingdom ya Mungu, Bwana asifiwe sana, unastahili uzae matunda in the church. Unastahili uzae matunda in the kingdom of God. Na kama hauzai matunda, ni kumaanisha ya kwamba unatumia neema ya Mungu bure. Na ninaomba Bwana tusaidie in the name of the Lord. So anasema abide in the vine and avoid spiritual withering. Kwa hivyo kama hutaki kukauka, ni vizuri ukaweze kuabide in the vine. Bwana asifiwe sana. Abide in the vine ili ukaweze kuepukia kukauka kwa kiroho. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba Mkristo hata kama alikuwa powerful namna gani, wakati anaondoka kwa mzabibu anakuwa disconnected. Na hata kama alikuwa na kipawa ya roho, na ndio unaonaga vipawa zinakauka, usifikirie ni jambo lingine. Ni mtu anafikiria kwa sababu ako na kipawa. Mtu anafikiria ni powerful sana, anajiondoa kwa nini? Kwa mzabibu. Na akijiondoa kwa mzabibu, anakuwa kama ni tawi ambalo limekatwa, anaazaga kukauka. Na hiyo ndio tunaita spiritual withering, ama kukauka kwa kiroho. Na ninaomba Bwana tusaidie isifike hiyo kiwango katika jina la Yesu. We are nothing in ourselves, we gather our strength from him. Na kwa hivyo ni vizuri utambue ya kwamba wewe sio kitu. You don't have your power. Hauna nguvu yako ya kuendelea. Wewe unatoa nguvu kwa mzabibu. Wewe unatoa neema ya kuendelea kutoka kwa mzabibu. Na kwa hivyo ndio Bible inasema aliyesimama aangalie asikaweze kuanguka. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hata yule mtu ambaye amesimama sana, wakati anajiondoa kwa mzabibu, ataanguka na kishindo kikubwa. May God help us in the mighty name of the Lord. Kwa hivyo anasema if you abide in him, you will live a life of fruitfulness. Wakati wewe utatabua wewe ni tawi. If you abide in him, if you abide in the vine, you will live a life of fruitfulness. Yani wewe kama tawi utakapodumu kwa mzabibu, utaweza kumzalia Bwana matunda katika jina la Bwana. Na kwa hivyo tunaangalia kama utazalia maungo mazao. Bwana asifiwe sana. Ufalme wa Mungu unaangalia. Bwana asifiwe. Mbingu inakuangalia. Kutoka wakati ambao umeokoka, ni matunda magapi tunaweza sema tunaona unazaa? Bwana asifiwe sana. Mbingu inaangalia. Hata mchungaji wako anaangalia. Hata wazee wa kanisa na viongozi wanaangalia, waone kama kuna matunda watapata. Bwana asifiwe sana. Usiwe kama ni ule mti ambao Yesu aliuona akitarajia kuna matunda, hakukuwa na matunda. May God help us in Jesus name. Kwa hivyo kama utaishi maisha ambayo ni ya kuzaa matunda, kuna condition moja, lazima udumu kwa mzabibu katika jina la Bwana. Na hakuna mzabibu mwingine. Bwana asifiwe. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ndiye mzabibu wa kweli. Na kwa hivyo if you abide in him, you will live a life of fruitfulness. Ukidumu ndani yake kama tawi, utaishi maisha ya kumzalia mazao. If you abide in him, he will answer your prayers. Ni vizuri ukaweza kuelewa, ukidumu ndani yake ameahidi atajibu maombi. Hebu twende verse 2 katika jina la Bwana. Na kwa hivyo kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda, Baba yangu hulikata. Unasikia vile Bible inasema kila tawi. Bwana asifiwe sana. Kila tawi ndani yangu lisilozaa mazao. Kuna Asha anaweza saidia yule amesimama pale. Wewe jina ni nini? Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda, Baba yangu hulikata. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kila tawi ambalo halizai matunda, Bible inasema litaweza kukatwa.
Na kwa hivyo ninaomba jioni ya leo usikatwe katika jina la Bwana. Inua mkono wako, sema Baba, ninaomba usiniondoe kwa mzabibu katika jina la Bwana. Utaondolewa uende wapi? Na huko dunia ni kulia wanalia, huko ni kulia wanalia, wanauliza tutafanya namna gani? Bwana siwe sana. Kwa hivyo kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda Baba yangu atalikata. Na kwa hivyo ni vizuri uombe, ni vizuri ulilie moyo wako, umwambie Bwana, ninataka nikuzalie matunda ili usikaweze kunikata. Nalo kila tawi lizaaro ulisafisha. Bwana siwe sana. Unaona sasa kuna kusafishwa, na hii ndio ile process wa Kristo hawatakagi. Bwana siwe sana. Unakumbuka sasa wale tumetoka maeneo ambapo wakulima wanalima majani chai na wanalima kahawa. Kila Christmas my dad alikuwa anachukua ile inaitwa nini, Mama Regina, ile ya kukata miti ya nini ya kahawa, inaitwa kamusimeno kengine. Bwana siwe sana. My dad ama my mama alikuwa anaichukua, anaenda sasa kwa shamba la kahawa. Kuna miti alikuwa anaangalia vile imekaa, unaona, anaikata. Namuuliza, unakata kwa nini? Anasema haikai kuzaa. Alafu tunaambiwa tuibebe tuiweke mahali ikauke ikaweza kufanyika kuni. Bwana tuwe sana. Lakini kuna zile alikuwa anabakisha. Alafu alikuwa akiondoa hizo miti, zile ambazo miti zimebaki alikuwa anachukua makasi, anaenda akitoa tunini. Bwana tuwe sana. Ni kama wale mumeshalima nyanya, kuna zile mtu alikuwa anatoa. Bwana tuwe sana. Na hiyo ndio ile process ambayo Wakristo hawataki, na ni lazima ifanyike pruni katika jina la Bwana. Na ninaomba Wakristo tukubali kusafishwa katika jina la Bwana. Huwezi kaa kwa Mungu vile unataka. Bwana siwe sana. Lazima tukubali process ya pruni. Mungu akiona kitu kizuri sio kitu ndani yako, anyona sio kizuri, lazima akaweze kukiondoa. Hata kuna rafiki unaweza kuwa na yeye na Mungu amuondoe. Amen. Anaweza angalia huyo rafiki atakutoa kwa wema wake, na kwa sababu Mungu anakupenda, badala ya uondoke kwa wema wake anaondoa nini huyo rafiki. Sisemi kuuawa, anampeleka bali na wewe. Na kwa hivyo kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda Baba hulikata. Na kwa hivyo unaona kuna watu wataondolewa, na ninaomba usiwe mmoja wao katika jina la Bwana. In the last day kuna watu unaona unafikiria wako sawa, na wakicheza wataweza kuondolewa kwa sababu wana take the grace of God in vain. Bwana siwe sana, for granted. Ninaomba usichukulie neema ya Mungu bure. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda Baba hulikata, nalo kila tawi lizaaro hulisafisha. Unaona lile tawi ambalo halikatwi huwa linasafishwa ili lipate kuzaa matunda zaidi. Na kwa hivyo unaona kuna matawi mengine ambayo yako connected kwa mzabibu haizai matunda. Mungu anasema atafanya pruni. Na kwa hivyo every branch in me that does not bear fruit he takes away, and every branch that continues to bear fruit he repeatedly prunes, so that it will bear more fruit, even richer and finer fruit. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Hiyo tawi ambalo linazaa, anasema repeatedly analiprune, so that it will bear more fruit, even richer, hata lizae matunda mengi, na lizae matunda mazuri na matunda makubwa katika jina la Bwana. Kwa hivyo unaona mbingu kuna vile inatarajia, na kwa hivyo kuna expectation. Wakati Mungu alikuokoa kuna kitu anatarajia ukaweza kufanya. Wakati Mungu alikuokoa ukawa connected kwa mzabibu, kuna matunda tunastahili tuone katika maisha yako katika jina la Bwana. Kuna matunda inastahili ionekane, ndio mti ukaweze kujulikana uko sawa, ni matunda katika jina la Bwana. Ukienda kwa wale watu wako na nasari kado ya barabara, kama sasa ukienda na Murang'a Road ama tuniseme Thika Road, kuna watu sasa utakuta huko kado ya barabara, hata na hapa Kamakis utaona kuna miti ya machungwa, miti ya maembe na miti sasa ya matunda mengine ya miofakando ambayo sasa imepandwa. Na watu wakipita kwa njia, kuna swali huwa wanauliza yule ambaye anauza, hii nikichukua mti wa muembe utakaa miezi mingapi nikiupanda ndio ukaweze kuzaa maembe?
alafu unaambiwa na unauliza maswali mengi kama maembe yake ni makali. Bwana sifa sana. Na kwa hivyo utakuta ya kwamba hiyo miti imewekwa mahali pale, na yule anaiuza akona uhakikisho ikipandwa na ikiweza kuangaliwa itaweza kuzaa matunda katika jina la Bwana. Hakuna kitu ya hasara kama mtu kuwa na shamba alafu upande miti na hakuna mazao ambayo inazaa. Bwana sifa sana. Na ndio unaona hata Mungu in the Bible katika shamba la Edeni alipanda miti ambayo ilikuwa inazaa nini? Matunda. Ndiye akamwambia Adam namna gani anaweza kula matunda ya miti hiyo, lakini asikule ule mti wa katikati. Bwana sifa sana. Kwa hivyo hata ile miti ambayo ilikuwa imepandwa katika bustani la Edeni ilikuwa inazaa matunda. Hata ule mti wa uzima, by the way, ambao wale tutaingia mbinguni, Bible inasema tutakula matunda ya mti wa uzima. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Tutakula huo mti wa uzima unazaaga matunda na tutaweza kuikula. Na kwa hivyo sasa wewe kama uko connected, na wewe kama unatuambia umeokoka kabisa, waacha sasa tuone matunda. Na ndio Yesu akaambia wanafunzi wake, mtawajua kwa nini? Mtawajua kwa nini? Kwa matunda yake katika jina la Bwana. Na kwa hivyo wewe nyakati hizi za mwisho, hata wakati unataka kujua wale manabii wa ukweli na wale wa ubaya, usiangalie kama wanafanya miujiza. Bible inasema watakuja wengi manabii wa uongo na watafanya miujiza. Kwa hivyo kufanya miujiza sio kusema wako connected kwa mzabibu. Wanaweza kuwa wanatumia nguvu za hirizi, finyago na mazigaubwe. Wanaweza kuwa wanatumia uchawi kama wale waliitwa na Farao, waliweka vijiji zao chini, na wakati waliweka chini silifanyika nyoka? Sikufanyika? Siliweza kufanyika, na hawakuwa wanatumia pawa ya Mungu. Kwa hivyo usiangalie kipimo ya mhubiri wa ukweli kwa sababu wanaombea watu wanaanguka, kwa sababu wanaombea viwete wanaweza sasa kutembea. Hiyo sio kipimo. Yesu ametupatia kipimo, na kipimo ni gani? Ni matunda ambayo wanazaa katika jina la Bwana. Pigia Bwana makofi. Na kwa hivyo unaangaliwa, mpasa wako anakuangalia, madhabahu inakutarajia, na hata ufalme wa Bwana unakutazamia, ama mbingu inakutazamia ione kama utazaa ile matunda ya ukweli. Na kwa hivyo anasema lile tawi ambalo huzaa huwa linaangaliwa ama linasafishwa. Kwa hivyo ni vizuri tukubali kusafishwa katika jina la Bwana. Wengine wetu hapa lazima tuletewe majaribio, ni njia ya kusafishwa katika jina la Bwana. Wengine kuna wakati utajikuta katika wilderness. Kuna watu hapa wamepelekwa wilderness na Bwana, sio kwa sababu hakupendi. Uko katika process ya pruning, ni kusafishwa, unasafishwa. A branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that continues to bear fruit, he repeatedly prunes so that it will bear more fruit. Hilo tawi ambalo linazaa, Bwana sifa sana, huwa analisafisha. Na kwa hivyo kuna ile process lazima Mkristo akaweze kupitia, ndio akaweze kuoshwa katika jina la Bwana. Na ndio wewe ukaweze kuwa msafi. Unajua huwezi oshwa na sabuni. Nguo ndio tunasafisha na sabuni, maguo ndio tunasafisha na nini? Na sabuni. Lakini sasa wewe kama Mkristo, roho yako, Bwana sifa sana, na maisha yako ya mtu wa ndani inasafishwa na wewe kupelekwa katika wilderness. Bwana sifa sana, unapelekwa kule. Na ndio unaona hata Yesu before asise ministry, Bwana sifa sana, alipelekwa nyikani. Wakati sasa alijazwa na Holy Spirit, wakati amebatizwa na Yohana, Bible inasema and he was led in the wilderness by the Spirit of God. Aliongozwa na Roho wa Bwana. Aende wapi? Akaweza kwenda nyikani. Na Bible inasema ya kwamba akakaa kule siku 40 usiku na mchana. Amen. Na wakati alimaliza fasting, ndio yule tempter ambaye ni ibilisi alitokea akaweza kumjaribu. Bwana sifa sana. Unafikiria hizo siku ni nini kilikuwa kinaendelea? Ni kusafishwa, alikuwa anasafishwa na kutakaswa katika jina la Bwana. Na ndiposa unaona wakati alijaribiwa, alishinda yale majaribu katika jina la Bwana. Alimwambia shetani, siwezi fanya namna hii, maana imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake, bali ataishi kwa neno ambalo linatoka kwa kinywa cha Bwana. Sema amen. Na kwa hivyo alipelekwa pale akaweza kuandaliwa katika jina la Bwana.
Na wale ambao mko hapa na mnataka kutumika na Bwana, lazima mkubali process ya pruning katika jina la Bwana. Na hiyo process inakuwaga kali. Kama hiyo nyanya inaweza ongea wakati inafanywa pruning, inaweza sema hapana, imetosha. Bwana siwe sana. Kama mti unaweza ongea, kama sasa miti ya kahawa, wale mumetoka maeneo ya majani chai, kuna wakati huwa inaenda inakatwa. Ni nani ameshaona majani ikiwa imefanywa pruning? Inakuaga ukiangalia wiki ya kwanza na mwezi wa kwanza kama limekau, manake huwa inakatwa, inabaki hizo mamiti peke yake. Alafu baada ya muda kidogo inachanua, inakuwa na kijani kibichi, mpaka unasimama pale upigwe picha, mpaka ukiangalia unaona urembo wake. Bwana siwe sana. Lakini lazima nayo ikubali kukatwa. Bwana siwe sana, ndio ikaweze sasa kutoa utukufu wake katika jina la Bwana. Na kwa hivyo Wakristo wa siku hizi hawataki pruning, wanakataa kuoshwa. Ninaomba ukubali kuoshwa katika jina la Bwana, ndio ukaweza kutoshea katika mapenzi ya Bwana, ndio ukaweza kutoshea mahali ambapo Bwana anataka utoshe. Lazima ukubali pruning katika jina la Bwana. Na uwezi fanywa pruning ukiwa katika comfort zone. Bwana siwe sana. Mungu wakati anataka kupruni mtu, anamuondoaga katika pruning katika comfort zone. Comfort zone ni katika maeneo yako yale ya kutosheka. Na ndio unaona baba yetu wa imani Abrahamu aliondolewa kwa watu wao, ni kusafishwa alikuwa anasafishwa. Hangefanywa baba wa mataifa akiwa katika nchi yao, hangefanyika mtu mkubwa akiwa kwao. Bwana siwe sana. Maana watu wa kijiji wangesema hii familia inakuaga na kibahati. Kwa hivyo aliondolewa kwao. Amen. Mtu kama Joseph lazima angewekwa jela. Amen. Mtu kama Joseph aliwekwa kwa jela, alijaribiwa na bibi ya Potifa, akaweza kufanya usisi na yeye akaweza kuopekia. Bwana sifa sana. Aliweza kusafishwa na wakati alikataliwa na ndugu zake wale 11, na wakaweza kumkemea wakati aliota ndoto. Ni kusafishwa alikuwa anasafishwa. Na kuna watu wako katika hiyo process. Ninaomba Bwana akupe neema ukaweza kumaliza hiyo process in the mighty name of the Lord. Maana baada ya Joseph kumaliza hiyo process yote, na ndio unaona hata ndugu zake wakati walienda kule kununua chakula na si walimkuta, wakati waliingia aliwaangalia akaona huyu ni Benjamin, huyu ni Benjamin, huyu ni nani? Alafu akaangalia akaona huyu ni nani? Huyu ni Simon. Amen. Bible inasema akajifanya hawakumbuki, akarudi kwa nyumba ya da akaweza kulia. Na wakati sasa alitokea wale na wao walianza kuambiana ni kama ni yule Joseph, na ujue walikuwa wamemuua akiwa hai, na wakafanya madhambi. Maana walichukua nguo yake ya juu ile baba yake alikuwa amemtengenezea, wakaua kakodo, wakachukua hiyo damu wakamwagia hii the coat of many colors, alafu akairarua wakapelekea baba yao. Na baba yao wakati aliangalia akasema na bawani, hii nguo ni ya nani? Ni ya Joseph. Kwa hivyo ni kumaanisha wanyama wa msitu wamemuraru, na kwa hivyo akaoborezwa, na anaoborezwa akiwa hai. Ni process ya pruning. Bwana sifa sana. Lakini wakati sasa alimaliza hiyo process, aliweza kuinuliwa katika jina la Bwana. Na hebu nikuonyeshe vile aliweza kuinuliwa akiwa katika process ya pruning. Si yeye amegojea Bwana, aliwekwa jela. Na ni nini ilifanya awekwe jela? Bibi ya Potifa, wakati huyu aliacha koti, wakati aliacha nini? Bibi sasa alijua, na wewe utajua. Alienda kwa mzee wake akamwambia, hata mimi ningekuwa nimenyajisiwa na yule kijana umeleta hapa, na kwa hivyo hata hii ndio evidence, tuligagana na yeye na akasahau nguo yake. Na yeye mfalme akaona kweli kijana amemeza pembe, akamtuma kwa jela ya wafungwa, akafungiwa huko. Lakini kuna kitu alikuwa amefanya, hata ni kukataa, alikataa dhambi. Ilikuwa ni process ya pruning, na kuna watu hapa wako katika hiyo process. Bwana sifa sana. Na ninaomba ukaweza kuvumilia hii process, inakuwaga kali. Hata wale tunahudumu, mtu kama mimi
Nikikwambia nilisikia hapa mmehubiriwa vizuri sana na Mrs. Pastor, na wengine wenu mliona kama sio ukweli, ate tulilala ja. Tulilala ja. Bwana sifiwe. Siku hizi pengine tupate shida ingine, lakini sasa hiyo tumeshida. Pigia Bwana makofi. Hiyo tumeshida. Ilikuwa sasa ni process. Ndio wewe Mama Regina ukiniambia hauna uga, sitakwambia kwani hujiachili mbele za Bwana. Kwa nini? Nitaelewa. Si nilipitia. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Na kwa hivyo Joseph akawekwa pale. Na wakati aliwekwa pale akakuta wafungwa wengi. Kwanza alikuta wawili. Pia ni mfalme alikuwa amewaweka wapi? Kuna yule alikuwa anapeleka kikombe na divai mbele ya nini? Unafikiria ni nini alikuwa amefanya? Aliweka maji mingi. Dilute hiyo divai sana. Mfalme akaona kama ni madharau, akamwambia direct. Akamtuma pande ile. Kuna yule naye alikuwa na msafu mfalme keki ama mikate. I think aliweka baking powder mingi, mfalme akafura tubo. Lakini hiyo haijaandikwa kwa Bible. Ni akaambiwa wapi? Ugana na maabusu wenzako. Sasa wakaweza kuwekwa pale. Na wakati sasa waliwekwa pale, wakaona kijana mwingine amewajoi. Si usiku huo sasa waliota ndoto. Na wakati waliota ndoto wakaanza kusumbuka sana. Na ukumbuke huyu kijana anaitwa Joseph. Yeye ni muota akona neema ya ndoto. Bwana sifiwe sana. Na kwa hivyo sasa yeye hata alielewa yake. Kwa hivyo ya huyu wakati waliota alimwambia wewe, ate mmoja alisema ati niliona nikiwa sijui na kikope ya defense sijui nini, akamwambia utarudishwa kazi. Aliambiwa utarudishwa kazi na utarudia ile kazi ya kupelekea mfalme KDV. Naye yule mwingine akasema aliona kikapu na ilikuwa na matunda juu. Ni nani walikula matunda? Ni ndege wa angani. Akaambiwa wewe sasa ni kaba direct, wewe ni kunyogwa utanyogwa. Na akamaliza. Sasa ilifanyika namna hiyo. Lakini aliambia huyu atarudishwa kazi, na ukienda kule unikubu, maana akona uchungu, hataki kukaa kwa jela. Hakuna mtu anatakaga jela. Mimi nimelala siku moja, nimewekwa mara ngapi? Mara 3, mara 3. Amen. Ya Kariobangi, ya Huruma ni 2. Ya Huruma na ya Kariobangi na ya huko Meru mahali kunaitwa Rale. Nani anajua Rale? Okay, huko ni bali. Nilikuwa kazi, maji kazidi uga. Na nikiwa kule sasa nikugojea Bwana. Bwana sifiwe sana. Na nikajua na nikiwa kule ananiambia na unakaa pastor. Hiyo uso yako ni kama nawaambia wacheni mambo mengi. Bwana sifiwe sana. Ilikuwa sasa ni process. Na kuna watu sasa wako katika hiyo process. Na kwa hivyo anasema ya kwamba nalo kila tawi lizaaro husafishwa. Kwa hivyo unaona sasa lile tawi linazaa, Mungu ako interested nalo sana. Na ndio unaona wale watu wanakuwaga wazuri, ndio huwa wanajaribiwa. Wale watu wanajitoleaga kanisani, ndio huwa anafanyiwa pruni. Hata unaweza shindwa inakuwaga namna gani. Bwana sifiwe sana. Na ndio ukiwa sasa huelewi mambo ya Mungu, unaweza sema ni dhambi wamefaa. Mungu anataka mama amani usae sana. Si unaona lile tawi ambalo linasaa, hiyo ulisafisha. Si ameona linasaa, sasa linasafishwa ndio lisae matunda saa. Hasidani na lile halizai. Kwanza limekatwa, limeondolewa, lisikunywe nini neema ya mzabibu bure. Bwana sifiwe sana. Nalo kila tawi lizaaro ulisafisha ili likapate kuzaa matunda. Na kwa hivyo Mungu anataka tuzae matunda katika jina la Bwana. Inua mkono wako, sema Mungu wangu nisaidie nikuzalie matunda katika jina la Bwana. Tuende verse 3. Na kwa hivyo nyinyi mmekwisha kuwa safi. Nilikuwa nasema wakati Joseph wakati sasa walienda kule kununua chakula, yeye aliwaambia musistuke. Amen. Mungu alinituma hapa kwa ajili ye. Unajua ni kwa sababu amepuruniwa na amepitia process ya mtu ambaye hajapitia angesema hawa wote kwanza wawekwe ndani na wasipatiwe chakula, hata maji wasikunywe na wafugwe. Lakini hakusema namna hiyo kwa sababu amepitia katika hiyo process. Na kwa hivyo aliwashughulikia.
alisema ngano ijazwe kwa magunia ya, na zile pesa walikuwa wameenda kununua nazo siweko wapi? Siweko wapi? Unaona hapa gunia azere inafugiwa. Joseph alisema zile pesa walitumwa na baba yao ziweko wapi? Sasa niangalie, wakirudi kwa njia si walifugua ndio wakule kidogo, wakaona pesa iko hapo juu. Amen. Wakasema sasa imefanywa hivi ndio tukaweze kuuawa. Bwana sifiwe sana. Lakini ilikuwa ni makusudi ya Bwana katika jina la Bwana. Na kwa hivyo ni vizuri ukubali pruning ya Bwana iendelee in your life. Nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno ninalo wanenea. Kwa hivyo Mkristo anasafishwa na neno. Mkristo anasafishwa na nini? Na kwa hivyo wakati unamaliza wiki moja haujasikia neno la Bwana kutoka kwa nabii wako, ni kumaanisha utakuwa msafi, utakuwa mna uchafu. Bible inasema you are already clean because of the word which I have given unto you. The teachings there, the teaching which I have discussed with you. Kwa hivyo mafundisho ndio inatakaza na kuosha Mkristo katika jina la Bwana. Bwana asifiwe sana. Na mimi ninashukuru Bwana kwa sababu nina Matimotheo hapa ambao ninawapenda na sitawataja, na wale wengine wakiongea nasikiaga wakiombea maujumbe yangu. Bwana asifiwe sana. Ambayo nilihubiri miaka wakitoa ushuhuda, pasa alituhubiria, mkiongoza maombi hapa na ibada, huwa ninasikia, huwa ninasikiliza. Bwana asifiwe. Praise God. Ninaomba Bwana akaweze kutusaidia ili tukaweze kuwa na njaa ya neno lake, ili tukaweze kusafishwa. Na vile utasafishwa sana, nguo ikiwa safi sana ndio huwa inapendeza. Ni kama sasa ile suti yako azere ukaweza kuifua na maji, si itakuwa safi? Lakini ukipeleka kwa dry cleaner ya hapa mtaani pia itakuwa safi. Lakini ukiipeleka Nairobi ya juu, unajua inaitwa dry. Hiyo ni kumaanisha namna gani? Murua haitaoshwa na maji. Kuna mafuta ya kuosha nini? Inakaushwa. Haipigwi pasi na hii ya kawaida. Kuna ile sasa ya kisasa inatoa hiyo nini. Unajua ukipiga nguo pasi daile kuna vile huwa inameremeta. Wewe unasema ati unang'ara, sio wewe unang'ara, ni nguo umeharibu. Sasa ile nguo imepigwa na imeoshwa na maji, ukiangalia hiyo koti inakuwa kama imefugiliwa tumawe wapi? Hapa nyuma. Na kuna vile inakaa. Alafu ile ime hapa kwa mtaa inakaa tu sawa, lakini kuna vile inakaa. Lakini ile imepelekwa kwa dry cleaner ile ya kweli, ikasafishwa na machini bila mikono ya mtu. Bwana sifiwe. Alafu inanyoroshwa na mtu akifaa, inakaaga mpya kila wakati. Bwana sifiwe sana. Na hivyo ndivyo Mungu anataka ukae mpya kila wakati katika jina la Bwana. Na kile kitakusafisha na kukuosha ni neno la Bwana na ile mafundisho ambayo unasikia katika jina la Bwana. Na ndio unaona Yesu akiwa hapa duniani kila wakati alikuwa anafundisha wanafunzi wake. Hebu niangalieni, atimpasi alichukua mbegu akaenda kupanda, zingine zikagua kando kando ya barabara, zingine kwa mawe, zingine zikagua kwa miba, na zingine kwa mchanga wenye rotuba. Yakoba zile zilianguka kwa njia ni zilikuliwa na ndege. Sasa wanafunzi wa Yesu si wameenda kwa Yesu faraga kado, wakamuuliza Yesu, uko minagati ulikuwa unamaanisha namna gani? Akawaambia zile zilianguka kwa barabara ni zilikakuliwa na ndege. Ni wale wanasikia neno la Bwana, wanashangilia, wanaamuka na vitu, wanasema glory. Ukienda nyumbani uwaulize kile wamesikia, wanasema waacha tu glory fire. Amen. Na hata hawakumbuki ni kitabu gani ambayo iliweza kusomwa. Anasema kulikuwaje spona kanisani Sadi? Pasa wacha glory, glory fire. Sasa ni nini unatuambia? Which book did you read? Dhimu ya ujumbe ilikuwa gani? Bwana siwe sana. Praise God. Na kwa hivyo sasa Yesu akawaambia, na zile zilianguka sasa kwa miba, yenyewe ziliweza kumea, lakini wakati zilimea pia kuna miba. Usisahau miba iliweza kuzidugaduka. Sasa ikanyimwa nafasi ya kuzaa matunda. Na kwa hivyo Yesu akawaambia hiyo miba ni mahangaiko ya hapa duniani na shughuli za hapa duniani. Unakuta ya kwamba mtu ameokoka, haendi maombi, haendi ushirika,
Amen. Hata kwa Sunday anaweza jipatia off, aseme sasa nitakuwa naenda church week Sunday mbili na Sunday mbili nitakuwa off. Sasa ni off gani sasa ya Sunday? Bwana asifiwe sana. May God help us in Jesus name. Nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno. Kwa hivyo wakasema zile zilidugwa na miba ni wale wanasikiaga neno la Bwana wanafurahia, na lakini haliwasaidii. Maana wakitoka huko wako na tamaa, wana ugofi, mambo ya dunia wanaitaka, hawataki ufalme wa Bwana. Inadugaduga ile neno, inakuwa hakuna. Kuna zile zingine pia ziliweza kuanguka wapi? Kwa mawe. Sasa kuna kitu inaweza kamea kwa mawe? Hakuna mchanga, ilikaa tu hapo. Bwana asifiwe sana. Na ndio Biblia inasema tuondolewe mioyo ya mawe. Amen. Wale wako na mioyo ya mawe pigeni Bwana makofi. Okay, hakuna, hawakukuja. Haleluya, jipigie makofi wewe uko na moyo wa nyama. Umekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno. Kwa hivyo Yesu aliwafundisha wanafunzi wake. Hata kuna wakati alipatiana mfano na uga lile mkono ya kwamba I have given you, yani mumekuwa wasafi because of my teaching, kwa sababu ya mafundisho yangu. Sasa kuna wakati Yesu alimepatiana mfano ya kwamba kuna mtu alikuwa anatoka Jerusalem akielekea wapi? Jericho. Akakutana na mikora, na wale mikora waliweza kumshughulikia, walimtadika ili akumtadika, na Bible imesema ya kwamba walimwacha akiwa half dead, kumaanisha alikuwa amekufa lakini nafikiria waliona kama amekufa kabisa. Na kukatokea mtu ambaye alikuwa Levi, akapitia akaangalia akiwa bali, akasema mimi sina shughuli yake. Alikuwa naenda wapi? Alafu kukapitia nani? Priest ama kuhani alienda karibu, akaona vile amejeruhiwa, lakini akasema nitachelewa na mahali ninae. Alafu sasa kukatokea Msamaria alienda akaangalia na akakuwa na huruma. Akakuwa na nini? Akamuinua yule, akachukua mafuta ambayo alikuwa nayo, akampaka kichwa. Haleluya. Alimpaka mahali alikuwa na majeraha, mafuta ilipakwa mahali kulikuwa na majeraha. Alafu akamuinua, akamkalisha wapi? Kwa buda yake. Alafu sasa ndio akampeleka mahali, akasema ashughulikiwe na atakuja kulipa bili. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo sasa hayo mafundisho Yesu alikuwa yanena, ndio wanafunzi wake wakaweza kuwa wasafi. Hata ukisoma katika Matthew chapter 5, kuna zile tunasemaga sa Yesu akiwa mlimani ya kwamba blessed are the pure in heart for they shall see God. Kubarikiwa ni wenye mioyo safi, maana atafanya nini? Hiyo ni mafundisho. Wale wenye mioyo safi watamuona. Kwa hivyo ukiwa na moyo chafu hauwezi muona Bwana. Wewe ona watu wakitembea huku, utaona tu mambo ya dunia mpendwa. Bwana asifiwe sana, lakini hautamuona Bwana. Ninaomba uone Mungu in your life in Jesus name. Ninaomba uone Mungu in your business in Jesus name. Ninaomba uone Mungu in whatsoever you put your heart to do in the name of Jesus. Ukiwa na moyo safi utamuona Bwana, ndio Bible inasema. Na kwa hivyo akaendelea kubatiana mifano. Hata kubarikiwa ni wale wako na kiu na wako na njaa na mambo ya haki. Alisema watafanya nini? Wataweza kushibishwa. Halafu kisoma hapo ikiendelea, anasema sisi ni chumvi ya dunia. Halafu anasema sisi ni halafu anasema ati sisi ni kama kamuji. Kamejengwa wapi? Kayole. Juu ya mlima. You are like a city that is built on a hill that cannot be hidden. Bwana asifiwe sana. Hayo mafundisho Yesu aliwafundisha ili wakaweze kuwa wasafi katika jina la Bwana. Maana Mkristo anasafishwa na maombi na anasafishwa na neno katika jina la Bwana. Kwa hivyo wale hamsomagi Bible mtapata uchafu wa ndani. Wale hamsomi Bible zenu azere, ninaonaga umeweka mistari. Siku hizi umeshika rada, mpigie makofi. Na angalia zile vitu mnaweka. Unaona mwingine amepigwa picha akiwa juu ya mti, nasema Mungu msaidie. Weka misali ya Bible mahali pale. Bwana
Uliza mwenzako umeweka profile gani. Praise God. Soma Bible. Chimpua neno la Bwana ndio kuwe msafi. Wakati unasoma neno ni kukula, unakula chakula cha kiroho katika jina la Bwana. Praise God. Verse 4. Kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa matunda lisipokaa ndani ya mzabibu, hivyo hivyo nyinyi msipokaa ndani yangu hamwezi zaa matunda. Unless you abide in the vine, you cannot bear fruit. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sasa hapa kuna commandment, you must abide in the vine. Hapa sio afadhali. Amen. Kama unataka kuzaa matunda in the church, kama unataka kuzalia Mungu matunda, mazao, amen, you have no option. You must abide in the vine. Lazima ulipe gharama ya kukaa ndani ya mzabibu. Lazima ulipe gharama, Bwana asifiwe, ya kuondoa vitu zote zinaweza kufanya ukuwe disconnected kwa mzabibu. Maana msipokaa ndani yangu hamwezi kuzaa matunda. Fasi nyingine. Na kwa hivyo anasema mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Na kwa hivyo kama unataka kuzaa sana, abide in the Lord. Na pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya jambo lolote. Kuna udanganyifu ambao watu wako nao, wanaona wanaweza. Na ninataka uelewe wewe msikilizaji mwenzangu, Bible inasema, wacha tusome ya Kisungu. I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him bears much fruit. For otherwise, apart from me, that is, cut off from vital union with me, you can do nothing. Bwana asifiwe sana. Unaona tunastahili kuwa na union na ushirika na Bwana. Na wakati umedisconnect na mzabibu, ni kumaanisha umekata uhusiano wako na Mungu. Na kama uhusiano hauko, ni kumaanisha you are on your own. Bwana asifiwe sana. Ni kama sasa wanyama, wakati huwa tuseme hapa sasa ni zebras, kama wale tunaonaga kule Girigiri. Si unawaonanga? Simba akitokea, si huwa anaguruma? Huwa anafuata gani? Ile inaenda peke yake. Hiyo ndiyo huwa sasa inakibizwa. Lakini kuna vile hata zinaweza simama zikiwa sasa na that unity. Amen. Yule adui akaweze kuogopa. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo hakikisha you are connected. Fasi nyingine. Na kwa hivyo Bible inasema mtu yeyote asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Na kwa hivyo if you don't abide in the vine, you will be thrown out like a broken off branch and withers and die. And they gather such branches and throw them into the fire and they are burned. Ni maombi yako ya kwamba haitakuwa hivyo in our life. Verse 7. Na kwa hivyo anasema ya kwamba nyinyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mutakalo nanyi mutatendewa. Na kwa hivyo unaona kuna mlango hapa unafunguliwa. Wewe kama tai ukikaa ndani ya mzabibu, unafunguliwa mlango uitishe kile unataka. Piga Bwana makofi. Lakini sasa kile huwa tunafanya, hatutajipima. Amen. Kama tuko connected kwa mzabibu, unaenda kuitisha vitu. Bwana asifiwe sana. Na before uitishe, wewe jipime mwenyewe, usikie kama umesimama vizuri, usikie kama dhamiri yako ni safi. Sema amen. Maana Bible inasema ya kwamba tumuendee Mungu wa mbinguni na dhamiri ambazo ni safi, na dhamiri ambazo ni safi. Na kwa hivyo nyinyi, Bible inasema tukikaa, if you remain in me and my words remain in you, yani mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakae ndani yenu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri uondoe ile mambo sipora yote iko katika moyo wako. Maana moyo wako ni nyumba ya Mungu, ni nyumba ya Mungu. Na nyumba ya Mungu haitakaliwa na vitu zingine. Sema amen. Kwa hivyo lazima uifagie. Sema amen. Uifagie ndio Mungu aingie. Na ndio unaonaga hata mtu akikodisha nyumba mahali, amen, landlord akija huko anakujaga kama ameingia direct. Ati mama mani ndio. Huwa anagogago. Maana akikodisha hiyo nyumba ni yako. Na ukiingia huwa kwanza unaangalia
kama imepakwa rangi vizuri. Kama sasa mtu akiona haijapakwa, unasema hapana, kwanza inyoroshwe ikaweza kupakwa rangi. Na kwa hivyo ni vizuri tuangalie kama hiyo nyumba ya Mungu kuna vitu zingine tumeruhusu zikaweze kuingia. Na ndio Paulo anasema ya kwamba don't you know that your bodies is a temple of the Holy Spirit? Je, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu? Na kwa hivyo hekalu ni nyumba. Amen. Na kwa hivyo kwa hiyo nyumba ya Mungu, kwa hiyo hekalu kusiwe na uzinzi, kwa hiyo hekalu kusiwe na mvutano, kwa hiyo hekalu kusiwe na jealousy. Sema amen. Kwa hiyo hekalu kuwe na upendo katika jina la Bwana. Na kwa hivyo if you remain in me and my words remain in you, that is if we are vitally united and my message lives in your heart, na ujumbe wangu unaishi ndani yenu, ask whatever you wish and it will be done of you. Ya kwamba muitishe kila mnataka na mtaweza kutendewa katika jina la Bwana. Kwa hivyo kama unataka maombi yako ijibiwe ukiwa mtoto wa Bwana, angalia kama uko connected kwa mzabibu. Fasi nyingine. Na kwa hivyo kwa hiyo Baba yangu hutukuzwa kwa vile mzavyo matunda mengi, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. My Father is glorified and honored by this when you bear much fruit. Ate Mungu anatukuzwa lini Mama Regina? Wakati anaona unazaa matunda, umealika mtu kanisani ameokoka, umeetea mwingine sade, umemlipia fare. Amen. Anyona umeshawaidi pia mtu fare akuje kanisani. Oh. Na wewe Azere Spora umeshaidi pia mtu. Okay, unawataga lakini unazalia Mungu mazao. Juzi tu umeleta watu. Pigia Bwana makofi. Wewe kanini kuna mazao umezaa? Bado. Uiga imwadhani. Tutaidhie dadeno. Bwana sifi. My Father is glorified. Baba wa mbinguni hutukuzwa. Bwana siwe sana. Yani anatukuzwa akiona vile unazaa matunda. Na situzae matunda hapendwa, ili Baba wa mbinguni atukuzwe. Na Bible inasema when you bear much fruit, prove yourself much fruit and prove yourself to be my true disciple. Abia mwenzako, prove yourself you are true disciple. Achi mwire na githungu, prove yourself. Na ndio pale anamwambia Timotheo, stand, prove yourself. Amen. Anamwambia ajionyeshe. Bwana siwe sana. Na kwa hivyo wewe lazima ujiprove. Na hautajiprove kwa kuniambia pasa leo nimekuja mapema. Hiyo ni mwanzo. Nataka kuona ukizalia Mungu mazao. Na kuzalia Mungu mazao ni kujua wewe ni kondoo, ulete kakodoo kingine katika jina la Bwana. Ukuje na kakodoo, hata kama ni kadogo tutakalea. Lakini hatuiti watu kanisani. Mama Regina last ulileta mtu kanisani lini? 2018 December. Na wewe Azere? Okay, ako kwa process, ako kwa pruning, akimaliza immediately ndiye ataanza kuwaleta. So Bible inasema ya kwamba prove yourself to be my true disciple. Bwana sifiwe. Na kwa hivyo ni maombi yangu Mungu atasaidia in the name of the Lord. So abide in Jesus and you will be fruitful on utazaa. Our prayers will be answered when we abide in the fight. Our Father who is in heaven will be glorified when we abide in the fight. Na kwa hivyo ninaomba katika jina la Bwana Mungu akaweze kutusaidia. All fruitless branches will be cut off. Yani matawi yote ambayo haizai matunda itaondolewa. An independent branch withers and dies. Sikiza hii ya kwamba lile tawi ambalo ni independent, yani linasema litakaa peke yake. Hebu niangalieni. Ukiangalia sasa katika nchi yetu kuna kuaga na fiama, kuna kuaga na nini? Na kuna mtu anasemaga atasimama akiwa nini? Independent. Nayo sasa kukitokea jambo, yako independent, hana watu wa kusimama na ye, kwa sababu alisimama na chama gani? Cha independent. Bwana siwe sana. Na wewe sasa ukiwa independent, ujiondoe kwa mzabibu, ujue kuna hatari kubwa. Bwana siwe sana. Na kwa hivyo ni maombi yangu ya kwamba Mungu atatusaidia tukaweze kukaa connected. So without a connection to the vine, a branch is fruitless
it die. Na kwa hivyo tawi lisipokuwa connected kwa mzabibu huwa linanyauka, na likinyauka ni kukufa, huwa linakufa. Na kwa hivyo ninaomba jioni ya leo Mungu atusaidie tukaweze kudumu katika mzabibu katika hizi nyakati za mwisho, wakati dunia inayubayuba. Bwana asifiwe sana. Kuna misukasuko mengi ambayo inaendelea. May you abide in the fire in the mighty name of the Lord. If you abide in the fire, amen, that is the source of your power, that is the source of your strength. The fire is the source of your grace. Amen. Neema ya kuendelea utaitoa kwa mzabibu. Nguvu ya kuendelea kutumika utaitoa kwa mzabibu. Kwa hivyo it is my prayer, remain connected in the fire in the mighty name of the Lord. Inuka na miguu yako, ukaweza kuinua mikono yako, mwambie Bwana akusaidie so that you may remain connected in the name of Jesus Christ. Imbarabaganda. Baba, tunainua mikono yetu, tunaliinua jina lako Bwana, tunakubariki wewe ni mwema Bwana, tunakutukuza hakuna kama wewe Bwana. We magnify you Jehovah, we glorify you Jehovah God. Lama kataya dabada rima mabushalagada. Bwana, tunakuinua jioni ya leo. Ni maombi yetu Baba wa rehema, ukaweza kutusaidia Bwana, tukaweza Bwana kukaa kwa mzabibu. Maana Bwana unasema tukikaa kwa mzabibu Bwana Jehova tutazama matunda mengi, na wewe Baba utaweza kutukuzwa. Be glorified O God in the mighty name of the Lord. Tusaidie jioni ya leo, tunaemisha Baba wa rehema in the mighty name of the Lord. Bwana endelea kutusafisha, endelea Bwana kutusafisha, endelea Bwana kutusafisha, endelea kutuosha Bwana, maana ni bibi harusi, sisi ni bibi harusi Bwana. Endelea kutuosha Bwana, kututakaza katika jina la Yesu. Bwana tusaidie Bwana, tuneemishe katika jina la Bwana. Asante ya rabida zabadagadia bazina in the name of the Lord. Tumekuinua Bwana, tumelitukuza jina lako, hakuna kama wewe Bwana. We praise you Jehovah, we exalt you O God in the name of Jesus. Asante Jehovah, katika jina la Yesu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Pokea sifa zote Bwana, pokea sifa zote, pokea sifa zote Bwana, pokea sifa zote Bwana, pokea sifa zote Bwana, pokea sifa zote, pokea sifa zote Bwana, pokea sifa zote. Inua mikono yako Baba, tunainua jina lako, tunakubariki Baba wa mbinguni. Wewe ndiwe mzabibu wa ukweli, sisi ni matawi Baba wa rehema. Tunaomba neema Bwana kutoka kwa mzabibu itufikie, maana sisi ni matawi Bwana, na tunaomba Bwana utusaidie tukaweze kudumu ndani yako Bwana, ili tuendelee kuwa uhai, ili tuendelee kutembea na neema, ili tuendelee kutembea na kibali katika maisha yetu Bwana, katika jina la Yesu. Bwana tuneemishe na ukaweze kutusaidia. Oh, we thank you God. Tusaidie Bwana kukuzalia matunda, tusaidie kukuzalia mazao, maana unasema utatukuzwa wakati utakuzalia mazao. Help us O God, in Jesus name we pray, amen. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. May God bless us, may God bless us in Jesus name. Tunaweza keti kwa viketi zetu za baraka.